أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتهجد، وأجود من أنفق وتصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Eid al-Fitri al-Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal. Leo ni siku ya kupokea cheti. Leo ni siku ya kupewa jaiza kwa kumaliza mafunzo ya kiimani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alituletea kwa muda wa siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi wa Ramadhani tumejifunza kinadharia na kivitendo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada mbalimbali ambazo wote tulikuwa tukijitahidi kuzifanya. Tumesimamisha swala 5, tumesimama qiyamul layl, swala za usiku, tumesoma Qur'an, tumeleta adhkar, tumetoa sadaka, tumefanya ibada mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni semina na mafunzo maalum ambayo leo, ndugu zangu Waislamu, ndio siku ya kupewa jaiza kwa wale waliojitahidi na wale waliojipinda katika kutekeleza ibada mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutafuta radhi zake na kuitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Allahu akbar kwa wingi, kwa sababu ya fadla ambazo Allah subhanahu wa ametuletea. Leo ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zote alizotupa, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema walitukmilu al-idda, na mkamilishe masiku ya kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baada ya kuyakamilisha walitukabbirullaha ala ma hadakum, mumkabbir Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaongozeni, wala'allakum tashkurun, ili muweze kufikia daraja ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, daraja ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni daraja kubwa, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kumshukuru kwa matamshi, lakini vile vile kumshukuru kwa matendo, kuonyesha kwamba unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila mbalimbali ambazo amekupatia. Ewe ndugu yangu Muislamu, mwezi wa rehma, mwezi wa baraka, mwezi wa ukarimu, mwezi wa ibada, mwezi wa Qur'ani umekwisha ondoka. Hatujui kama tutakutana nao mwakani, Allah ndio anafahamu. Ya Ramadhan, hal ta'udu ayyamuka au la ta'ud, wa hal idha 'adat ayyamuka fasanakunu fil wujud au sanakunu qad intabaqat alayna al-luhud wa mazzaqana al-bila wad-dud. Nas'alu Allah an yataqabbala a'malana wa an yuballighana Ramadhan al-qadim. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, tukumbuke kwamba katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, moja katika fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alitufanyia katika rehema zake ni kumweka Iblis gerezani kwa muda wa siku 30, ili atupe nafasi sisi tuweze kuwa karibu naye, tuweze kumwabudu, tuweze kumuomba, tuweze kutengeneza mahusiano na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuanzia siku hii ya leo, Ibilisi ameshafunguliwa kutoka katika jela yake, na anakuja kwa kasi kubwa ya kutaka kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale waja wako katika mwezi wa Ramadhani waliokuwa wakikuabudu, waliokuwa wanaswali, waliokuwa wanafunga, waliokuwa wanasimama usiku, walikuwa wanaleta adhkari, walikuwa wanasoma Qur'an, ni kile kipindi tu na kimemalizika. Sasa hivi hawa wanakuwa ni waja wangu. Iblisi anakuja kwa majigambo kwa kuelezea kwamba atatuteka, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amerekodi katika Qur'an maneno ya Iblisi pale alipomwambia thumma la'atiyannahum min baini aydihim, nitawaijia hawa waja wako mbele yao, wa min khalfihim, na nitawaijia nyuma yao, wa an aymanihim, nitawaijia upande wa kuliani, wa an shamailihim, nitawaijia upande wa kushotoni mwao,
wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutowakuta wengi wao ni wenye kukushukuru. Hii ni ahadi ambayo Iblis laanatullahi alayhi ameitoa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu siku alipofukuzwa, na ndio ahadi ambayo bado anaitoa. Ametoka jela, lakini anakuja kutimiza ahadi hii. Na wanachuoni wa Kiislamu katika kufasiri aya hii walisema, Iblisi anapokuja mbele yako, maana yake anakukurubishia dunia, anakuonyesha nafasi ya dunia mbele ya macho yako, anakuhamasisha uitafute dunia, anakuonyesha kwamba dunia ndio kila kitu. Na ndugu zangu, dunia ni mambo matatu: dunia ni mali, dunia ni watoto, na dunia ni vyeo na kusifika. Haya mambo matatu ndiyo dunia. Wanachuoni wa Kiislamu wanasema ndiyo dunia inayozunguka katika haya mambo matatu. Kwa hiyo Iblisi alipomwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba nitawaijia mbele yao, sio kwamba atasimama mbele yetu, lakini atakukadimishia dunia mbele yako, uione ilivyokuwa nzuri, ilivyokuwa ina mapambo, ilivyokuwa na matamanio, uvutike nayo, uone kwamba hapa duniani utaishi milele, uache mambo yote. Lakini anasema atakuzungukia upande wako wa kulia. Katika zile amali nzuri unazozifanya, Iblisi ataingiza shirki ndani yake, ataingiza ria ndani yake, ataingiza ujub ndani yake. Wewe unaona umefanya amali nzuri, lakini Iblisi ameziharibu kwa sababu amekuingizia katika nafsi yako kujionyesha kwa watu wengine, kutafuta fadhila za watu wengine, kutafuta sifa za asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakuijia upande wako wa kushoto, yale madhambi unayoyafanya Iblisi atayaonyesha ni madhambi madogo. Atakwambia Mwenyezi Mungu msamehevu, mkarimu, anasamehe sana, usijali, mbona haya madhambi madogo? Mbona kuna wengine wanafanya makubwa kuliko ya kwako? Wewe kwa nini unaogopa haya madhambi? Anakuijia upande wa kushoto kwa kuonyesha madhambi yako uliyoyafanya ni madogo. Atakuijia nyuma yako, nyuma ni akhira, atakusaulisha akhira, kwamba kuna akhira, kuna siku utakufa, utasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo yote anakusaulisha kama vile utaishi dunia milele. Na akasema utawakuta wengi miongoni mwao baada ya kuwafanyia matendo kama haya hawatakuwa ni wenye kukushukuru. Ndugu zangu Waislamu, mimi na wewe tusiwe ni wateja wa Iblis ambaye anataka kutuondoa katika rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutukosanisha na Mola wetu ambaye tulitengeneza uhusiano naye mzuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Iblis laanatullahi alayhi amemwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo mengi ya kutupotosha, na kama vile anafahamu kwamba anao watu ambao hawawezi kutoka katika mikono yake. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tujitahidi kadri ya uwezo wetu, yale tulikuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani tuyaendeleze nje ya mwezi wa Ramadhani. Tusiwe wateja wa Iblis ambaye amelaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kusema kweli, kama utatoka katika mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu ukatengeneza mahusiano na Iblisi, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwako itakuwa ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Iblis baada ya kumpa ahadi hizo, qala khruju minha madhuman madhura, toka hapa ukiwa hali ya kuwa ni dhalili. Lamani tabi'aka minhum, wale watakaokufuata wewe miongoni mwa hao Waislamu, la amla anna jahannama minkum ajma'in, nitawajaza katika moto wa jahannam wote wawili. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe unaringa kwamba utakwenda kuwapotosha waja wangu na unawateja katika waja wangu, nenda kawapotoshe, lakini ukifanikiwa kuwapotosha wote nyinyi wawili na waingiza katika moto wa jahannam. Kwa hii ndio adhabu ya mtu ambaye ametoka katika mwezi wa Ramadhani akiwa anamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini baada ya Ramadhani anarudi katika maasi yake, anarudi kuwa tariku sala, anarudi kuwa ni mtu ambaye anarudiana na kimada wake, anarudi katika masuala yake ya biashara za haramu, anarudi katika maasi aliyokuwa akiyafanya. Kama ni mwanamke wa Kiislamu anaitupilia mbali hijabu yake, anasema tayari Ramadhani imemalizika, maana yake ni kwamba umekuwa ni mteja wa Iblisi, na haya makaripio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanakuhusu. Ndugu zangu Waislamu, Allah anatuibia siri nzito ya mazungumzo ya Iblisi siku ya Kiyama na siku ya hisabu, jinsi ambavyo atakuja kuzungumza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr, pale ambapo mambo yote yamemalizika, dunia imemalizika,
watu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheitani atasema inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, enyi wanadamu, hakika Mwenyezi Mungu alikuwa amewaahidi ahadi ya kweli, fa akhlaftukum, lakini mimi nikawatoa katika hiyo ahadi, nikawatoa katika ahadi hiyo ambayo mlikuwa mmeahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana li alaikum min sultan, mimi sikuwa na nguvu yoyote juu yenu, mlikuwa mnamiliki nafsi zenu, mlikuwa mnaweza mkakataa na yawaelekeza, lakini nyinyi wenyewe mmeamua kunifuata. Illa an da'autukum, isipokuwa mimi niliwalingania katika maasi, niliwalingania katika mambo yangu, fastajabtum li, mkaniitikia, mkakubali kwa ridhaa yenu wenyewe, fala talumuni, sasa hivi msinilaumu, walumu anfusakum, bali zilaumuni nafsi zenu. Allah anatuibia siri ya Iblis la'natullahi alayhi, jinsi ambavyo atakuja kuturuka siku ya Kiyama. Hakuna hata mmoja miongoni mwetu humu msikitini ambaye alimuona sheitani mbele yake au Iblisi anamshika mkono anampeleka kwenye zinaa au anampeleka kwenye pombe au anampeleka kwenye haramu. Hakuna mtu ana ushahidi huo, lakini tunaelewa kwamba Iblisi yuko na anatupotosha, na siku ya Kiyama atakuja kuturuka kwamba mlinitii wenyewe, mlinifuata wenyewe, fala talumuni, msinilaumu mimi, falumu anfusakum, basi zilaumuni nafsi zenu. Ndugu zangu Waislamu, tusimwache Allah, tusikae mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, tuendeleze walau kwa uchache ibada ambazo tulikuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuendeleze kusimama swala tano, tuendeleze kuswali sunna baada ya sala au kabla ya swala, tuendeleze ibada za funga siku ya Jumatatu na Alhamisi, tuendeleze ibada ya funga katika 6 Shawali inayokuja kuanzia kesho, kuonyesha kwamba bado hujabadilika. Tuendeleze kusoma Qur'an walau kwa uchache, tuendeleze kutoa sadaka walau kwa wiki mara moja. Usikate kabisa mahusiano yako na Allah subhanahu wa ta'ala ukaonekana kwamba wewe ni mfuasi 100% wa Iblis. Tuendeleze ibada ambazo tulizianza na yale madaraja ambayo tuliyajenga pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuwe miongoni mwa wale waja ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifia mbele ya Iblis kuwa ni watu wenye msimamo, watu ambao wanapomtambua Mwenyezi Mungu wanakuwa na msimamo, wanapotambua haki wanakuwa na msimamo katika haki, hawapindipindi, hawayumbishwi. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Iblis, inna ibadiya, hakika waja wangu mimi, laisa laka alaihim sultan, wewe shetani huna power nayo, huwezi kuwadhibiti, huwezi kuwapotosha. Hawa ni waja wangu wanaojitambua, wanaofahamu mahusiano yao na mimi, wana msimamo katika maisha yao. Illa man ittaba'aka minal ghawin, isipokuwa wale waja wangu madhaifu watakao kufuata, hao watakuwa ni wapotofu. Ndugu zangu Waislamu, Iblis anakuja na spidi kali na nguvu kubwa sana, kwa sababu amekaa katika kifungo muda mrefu, na alhamdulillah amewaona waumini walivyorudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumtambua na kufanya ibada mbalimbali. Kazi kubwa atakayoifanya ni kuhakikisha kwamba anatutoa sisi katika ile hali tuliyokuwa nayo, katika imaniyati tulizokuwa nazo, na kutushusha daraja ya imani zetu na akapandisha daraja ya maasi katika matendo yetu ya kila siku. Ndugu zangu Waislamu, tuendeleze yale mema tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na haya masiku yanayokuja ndugu zangu ni masiku ambayo yanatuhitaji tuwe makini sana katika kuendeleza zile ibada ambazo tulikuwa nazo kwa uchache, hata kwa kiwango cha 20%, ili ubaki kuwa wewe na mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala, na usimwache Iblisi akakatisha yale mahusiano baina yako wewe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika siku ya Eid al-Fitri al-Mubarak. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya kusameheana, leo ni siku ya kuunganisha undugu, leo ni siku ya kualikana. Kwa wale ndugu zetu ambao
wameanza kufunga leo 6 Shawwal, kusema kweli inabidi wafungue, sababu leo ni siku ya Eid. Nimepata maswali mengi sana kwamba watu unamwalika leo Eid anakwambia nimefunga. Sheikh, umefunga funga gani? 6 Shawwal inaanza kesho. Na hata kama msimamo wako ni sahihi wa kufuata mwezi wa kimataifa, tuna tatizo na hilo. Lakini leo ni siku ya family. Utaalikwa na ndugu yako mwambie nimefunga, wewe huufahamu Uislamu. Unatakiwa ufungue, ushiriki katika sherehe na ndugu zako Waislamu. Leo ni siku ya kufuraha. Leo ni siku ya kuunganisha safu za Waislamu na sio siku ya kufarikisha safu za Waislamu. Ndugu zangu, kwa wale ambao wamekosana, mume na mke, baba na mtoto, ndugu na rafiki, leo ni siku ya kuondoa vinyongo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutembeleana. Na kama ulimkosea ndugu yako, mwambie nisamehe ndugu yangu, kwa njia yote unaifahamu wewe mwenyewe. Leo sio siku ya kufanya kibri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku ya kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni siku ya kufanya khairi. Leo sio siku ya maasi. Wale ambao wanaweka disco toto na nini, haya ni madhambi makubwa ndugu zangu Waislamu. Inabidi tuyakemee katika masiku haya ya Eid. Tuangalie watoto wetu pale wanapokwenda, pale wanatembea, wasiingie katika haramu. Unapofanya haramu siku ya Eid ni kama vile umemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Madhambi yake ni makubwa sana. Tuwe makini sana katika masiku haya ya Eid al-Fitri al-Mubarak, kutengeneza mazingira ya mahusiano mazuri na mazingira ya furaha. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal-qiyam wa ahsan lana al-khitam. Allahumma ajbir kasrana ala mifraq shahrina wa a'udhu alayna a'waman adida wa azminatan madida waj'alhu shahidan lana la alayna. Allahumma ij'alna fihi min utaqaika min an-nar waj'alna fihi min al-maqbulin al-faizin. اللهم ارحم من لا يدرك العيد معنا واجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم اجعل الأموات الذين فارقونا في سعادة من أمرهم في الحياة الآخرة. اللهم اغفر لهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.